Ni nini ambacho huwa kinapelekea presha ya damu kuweza kupanda? Hili naamini ni swali la miongoni mwa wagonjwa wengi wenye shinikizo la juu la damu. Katika video hii niko hapa kuelezea sababu kuu tatu ambazo huwa zinasababisha hasa presha kuweza kupanda. Kwa hiyo kama ulikuwa huelewi kwa nini presha inapanda, unadhani kwamba ni msongo wa mawazo, wakati mwingine unasema kwamba mbona sina msongo wa mawazo, niko kawaida tu, lakini kwa nini presha haitaki kushuka, inaendelea kupanda? Then basi video ni kwa ajili yako. Kwa hiyo video nimetengeneza kwa ajili ya watu ambao wanataka kupata uelewa wa kina juu ya nini kinasababisha pressure, lakini pia nimetengeneza kwa ajili ya watu ambao wanahangaika na magonjwa ya moyo na masuala ya shinikizo la juu la damu, wenye ambao wanahangaika na pressure ya kupanda, na wagonjwa walio wengi tu ambao wana magonjwa haya sugu. Hii video ni kwa ajili yako, usipite, isikilize kwa umakini uweze kufahamu hizo sababu kuu tatu, yamkini siweze kuambiwa mahali popote. Upo nami Emmanuel Mpalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni sababu kuu tatu ambazo zinasababisha pressure ya damu kuweza kupanda. Nikufahamishe tu kwamba tuna aina kuu mbili za pressure. Kuna pressure aina ya kwanza ambayo ni primary hypertension, ama sema kwa ni pressure ya awali ama ya msingi, lakini pia kuna pressure ya pili ambayo ni secondary, ambayo mara nyingi pressure huwa inapanda kwa sababu ya ugonjwa mwingine ulionao. Kwa mfano, wale wagonjwa ambao wanakuwa na changamoto za figo, kuna uwezekano anaweza kupata pressure ama pressure inaweza kupanda. Hiyo tunataka kama secondary hypertension, sababu ya kwamba kuna kitu ambacho kimeianzisha hiyo pressure. Lakini sasa kwa katika video hii naenda kufocus kwenye pressure ambayo ni primary hypertension, ambayo ni pressure awali ambao walio wengi wanayo, na wakienda kwa daktari mtu anakuambia mara nyingi sababisha pressure ni hakifahamiki. Si kwamba hakifahamiki, sayansi imeshachambua kila kitu. Tuna visababishi vikuu vitatu ambavyo vimesababisha hiyo pressure kuweza kupanda. Yaani unakuta wakati mwingine mtu una figo zako ni nzima, una ugonjwa mwingine, lakini pressure tu inapanda. Kwa nini inapanda? Kuna sababu. Sababu ya kwanza ambayo nitakao ifahamu wewe kwa upande wa leo ni ambayo tunaita kwamba ni kukakamaa kwa mishipa yako ya damu, ambayo tunaita kwamba atherosclerosis. Kuna magonjwa ambayo yanashambulia mishipa ya damu, hasa atherosclerosis, ambayo tunasema kwamba ni kukakamaa kwa mishipa ya damu. Kikawaida mshipa wa damu ambao una afya njema unakuwa na uwezo wa kusinyana na kutanuka vizuri. Ni bahati mbaya unapokuwa umeshambuliwa na vyakula ambavyo unavyokula wewe na kufanya vitu vingine, huwa inafikia pahala ambapo huwa mishipa hiyo huwa inakakamaa, ambao mchakato tunaita kama ni atherosclerosis. Kwa hiyo inapokuwa mishipa hiyo imekakamaa, ni kwamba inakuwa haina uwezo wa kusinya na kutanuka kama ilivyokuwa awali. Matokeo yake ni nini? Ni pressure huwa inapanda. Swali ambalo nitakuwa mjiuliza hapa ni kwa nini mishipa ya damu inapoteza ule uwezo wake wa kusinyana na kutanuka vizuri? Kwa nini nakakamaa? Vitu ambavyo huwa vinasababisha hii mishipa ya damu kuweza kupoteza uwezo wake wa kusinyana na kutanuka vizuri kama ilivyokuwa awali, au vinasababisha wewe kuweza mishipa hii kuweza kukakamaa, ni vyakula unavyokula. Kwa sababu damu yako haibebi kokoto, inabeba vile ulivyokula. Virutubisho ya vyakula ambavyo vimekula ndio vinabebwa. Ulaji wa vyakula ambavyo vimesheheni mafuta kwa wingi ni chanzo kikubwa sana cha kukakamaa kwa mishipa ya damu. Ni chanzo kizuri sana cha tatizo la atherosclerosis, ambayo ndio kukakamaa kwa hii mishipa ya damu. Lakini fahamu pia ulaji wa vyakula vya sukari mbovu, unakunywa soda kwa wingi sana, unakula hizi wanga ambazo zimeshakobolewa, yaani wewe unakula sembe, unakula si kama ni mandazi, chapati, mikate ambayo ngano yake imeshakobolewa, tofauti na wale ambao wanakula mkate ambao ngano ambayo haijakobolewa. Hizo wanga zote mbaya, wanga ambazo sio asili, ambazo zimeshakobolewa, zimetoka viwandani, hizo ni mbaya na zinahusiana kusababisha hii issue ya atherosclerosis. Kwa hiyo kuna vitu vikuu viwili: mafuta, ulaji wa mafuta kwa wingi sana, au ongezeko la mafuta ambayo yanaganda, ambayo saturated fat, na masuala ya cholesterol yamekuwa vimeongezeka, sambamba na masuala ya sukari. Ni kwamba hivyo ndio vimechochea issue ya atherosclerosis. Fahamu hiyo. Hii ni sababu namba moja. Lakini sababu namba mbili ambayo nitakuwa ifahamu ni sababu ambayo kitaalamu tunaita kwamba ni inflammation, moto ama mioto ambayo inatokea kwenye mishipa ya damu, na yenyewe huwa inasababisha ile pressure kuweza kupanda. Kiangalia kwa baadhi ya tafiti zilizo nyingi ni kwamba zinatuambia kwamba inflammation hiyo mioto inatokea kwa sababu ya ulaji wa mafuta, pia consumption ya mafuta mengi sana ya kupikia, au ulaji wa vyakula ambavyo mafuta yake yanaganda, vinachochea hii mioto kuweza kutokea. Lakini ulaji wa protini nyingi zitokanazo na wanyama pia nazo huwa zinachochea hii issue ya inflammation. Kwa hiyo hii mioto vyanzo vyake ni mafuta ambayo yanaganda,
protini nyingi za kupinduka zitokanazo na wanyama, lakini bila kusahau pia utumiaji wa sukari kutokea madukani ama vinywaji vyenye sukari vinavyo vinachochea hizi issue za inflammation. Kwa hiyo fahamu hii kinachosababisha pressure ya damu kuweza kuongezeka na kuweza kuwa juu. Hii ni sababu namba 2 ambayo natakiwa uifahamu. Sababu namba 3 ni matumizi ya chumvi kupindukia ama kupata sodium nyingi sana kwenye mwili wako. Sodium inapokuwa imeongezeka kwenye mwili wako ni kwamba huwa inaleta changamoto, ama unapokuwa umekula chumvi nyingi sana huwa inasababisha ile pressure kwa kuweza kupanda. Inasababishaje? Ni kwamba unapokuwa umekula chumvi nyingi sana, nadhani watu unaweza ukaelewa. Kwa mfano kama chakula chenye chumvi nyingi, huu unapata ile kiu ya kunywa maji, kwa maana kwamba ile maji huwa yanahitaji kuja kupunguza ule ukali ama ongezeko la chumvi mwilini. Kwa hiyo ni kwamba katika hali ya kawaida unapokuwa unakula chumvi nyingi sana, unapata masodium mengi sana, ni kwamba mwisho wa siku ambacho kinatokea ni kwamba huwa ongezeko la chumvi kuwa nyingi sana kwenye damu, ni kwamba huwa inaforce vile fluid ama viminika kwenye sehemu mbalimbali za mwili kuweza kuakumulate ama kuongezeka kwenye damu yako na kuongezeka ujazo wa damu ambao mwisho wa siku ni kwamba huwa inaipatia kazi moyo wako kuweza kusukuma ile damu kwenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo moyo unalazimika kutumia nguvu kubwa sana kuweza kusukuma ile damu, kwa maana kwamba moyo unalazimika kutumia pressure kubwa sana kusukuma ile damu. Mwisho wa siku unakuwa na pressure ya juu. Kwa hiyo matumizi ya chumvi kupindukia ndio ambayo ilikuwa pia ni moja kisababisha ambacho kinapelekea swala la pressure ya damu kuweza kuongezeka. Sasa kuna kitu kimoja, kuna baadhi ya watu wameshawahi kuniuliza, sasa mbona swala la chumvi miaka mingi watu wanakula na pressure hazijawahi kupanda? Ni kweli, ni kwamba miaka mingi wazazi wetu wamekuwa wakitumia swala la chumvi. Ukiangalia kwenye masuala ya vitabu imeandikwa kwamba mwaka 1300 huko chumvi zilikuwepo, watu wanatumia chumvi wanabadilishana, lakini kulikuwa hakuna mlipuko wa masuala ya pressure za kupanda hizi kipindi hicho. Kwa nini kwa sasa kuna mlipuko na tunasema kwamba chumvi ni chanzo? Nataka kufahamu kwamba kipindi kile watu walikuwa wanapata chumvi kutokea mazingira ya nyumbani. Unapokula chakula chako cha nyumbani ndio unaweza kupata chumvi. Kwa dakika sasa kuna tofauti kidogo. Kwa dakika sasa unapata chumvi karibia sehemu nyingi sana. Unapowapenda chips, unafahamu watu wanaongezea chumvi ya mezani, wanakula vyakula ambavyo vina chumvi. Unapotoka out unakula vyakula ambavyo vina chumvi, lakini pia kuna vyakula vingi kutokea viwandani ambavyo vimeongezewa chumvi. Kwa mfano, unaweza kukuta kwa mfano kwenye juisi kuna kitu inaitwa kwamba sodium benzoate. Sodium benzoate ni chumvi ile. Sasa wewe kwa unajua kama ile ni chumvi? Kwa sababu chochote ambacho kina sodium pale ambacho kimeungana ni kwamba huwa tunasema ni chumvi. Chumvi ya mezani ni sodium chloride. Lakini kwenye masuala ya vinywaji wako, masuala ya vyakula hivi, huwa manyinyi tunapenda kumtumia huyu sodium benzoate. Ambapo sodium benzoate bado pia ni chumvi. Kwa hiyo unakunywa kama ni ile juice na hujui kama ile ni chumvi, kwa unapata ongezeko bado la sodium. Kwa hiyo issue kubwa hapa ni sodium na sio kitu kingine. Fahamu kitu cha design. Kwa kuna sehemu mbalimbali ambazo kwa dakika sasa watu wanapata chumvi nje na mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo tangu asubuhi mpaka jioni mtu anajiita kwamba ameshakula chumvi nyingi sana pasipo yeye kujua kwamba alivyokuwa anakula vyakula vyote vilikuwa na swala la chumvi. Hiyo ndio sababu inapelekea kwa sasa kuwepo na mlipuko au kusema kwamba chumvi nayo pia ni moja kisababishi cha swala la pressure ya damu kuweza kupanda kuwa juu. Hivi ndio visababishi vikuu vitatu vya pressure kuweza kupanda. Kuna baadhi ya mikoa kusema kwamba ama baadhi ya wataalamu wanasema kwamba umri kwenda unasababisha pressure kuweza kupanda, au masuala ya msongo wa mawazo yanaweza kusababisha pressure kupanda. Lakini naomba kuhakikisha kwamba kuna watu ambao wana msongo wa mawazo na stress lakini pressure zao ziko kawaida. Na kuna watu ambao umri wao umeenda na miaka 70, wana miaka 80, pressure zao ziko normal, ziko kawaida. Na wakati huo pia tumekuwa kusema kwamba kutoweza kufanya mazoezi. Kuna ambao hawafanyi mazoezi lakini pressure zao pia ziko vizuri. Kwa katika tafasiri ya kwamba kuna visababishi hapo, kuna vihatarishi. Labda hapa pia ni kugusia kuhusu baadhi ya vihatarishi. Kuna vihatarishi vya pressure kuweza kupanda. Moja ni kwamba ni umri mkubwa. Unapokuwa umri mkubwa, ni mzee, ile ni kihatarishi, ni kwamba kinakuweka wewe hatarini kuweza kupata ongezeko la pressure ama pressure kuweza kuongezeka na kuwa juu sana. Japo hii maana yake tunasema kwamba ni kihatarishi kwa maana ya kwamba kuna uwezekano usiwezi kuwa nalo, lakini hiki ni kihatarishi. Kwa kama una vitu vingine pia na umri umeenda, basi unaweza kupata shinikizo la juu la damu. Kwa mfano kwa mtu ambaye ana umri wa miaka 70
halafu anavuta sigara, halafu mtu mwingine na miaka 20 anavuta sigara, it is obvious kwamba mtu wa miaka 70 huyu anaweza kupata shinikizo la juu la damu kuliko huyu kijana wa miaka 20 ambaye anavuta sigara. Unaweza kukuta anavuta sigara lakini iko kawaida. Ni kwa sababu gani? Issue na swala la umri kama inaweza kawa ndio moja ya sababu inasababisha yeye kutokuweza kukumbwa na changamoto la pressure ya kupanda. Okay, kuna kitu kingine kihatarishi namba 2 ni uzito mkubwa sana. Unapokuwa una kitambi ni mnene sana, kuna uwezekano unaweza kupata shinikizo la juu la damu au kupata issue ya pressure ya kupanda. Na hii ni kwa sababu tu mara nyingi unapokuwa ni mnene inamaanisha kwamba mafuta ni mengi sana. Mafuta yanapozidi kuongezeka, basi na pressure nayo pia huwa inaweza kuongezeka. Tunasema hiki ni hatarishi na sio kisababishi, kwa sababu kuna watu ambao ni mabonge lakini pressure zao ziko normal. Kwa hiyo tunasema kwamba hiki ni kihatarishi. Kuna maana zikafikia pahala kwamba kwa sababu ya unene ulionao inaweza ikakuweka hatarini wewe kuweza kupata changamoto hiyo ya pressure ya kupanda. Lakini kuna namba 3 ambayo ni msongo wa mawazo, stress. Stress ni kihatarishi. Kuna mtu ambaye ana msongo wa mawazo lakini hana pressure ya kupanda, pressure haipandi, yani iko kawaida. Lakini kuna mtu ambaye ana msongo wa mawazo, pressure inapanda. Kwa hiyo fahamu kwamba hiki kinamweka mtu hatarini. Kuna uwezekano kwamba mtu huyu anaweza kupata shinikizo la juu la damu, hasa sana kwa msongo wa mawazo umekaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hiki nacho ni kihatarishi. Kuna habari za sigara, uvutaji wa sigara pia ni kimoja kihatarishi kingine cha pressure kuweza kupanda, pressure yako ya damu. Lakini pia namba 5 ni habari za kutoweza kufanya mazoezi ama kutoweza kufanya shughuli zozote. Mazoezi yanasaidia kuweza kushusha pressure, kwa maana kwamba inasaidia katika uzalishaji wa nitric oxide, ambayo nitric oxide inasaidia kwenye kuweza kuongeza ile afya bora ya mishipa ya damu, kwa maana kwamba ule uwezo mishipa ya damu kuweza kusinyana kutanuka vizuri ni kwa sababu ya nitric oxide. Kwa kufanya shughuli mbalimbali na kufanya mazoezi inaongeza production ya nitric oxide. Kwa unapokuwa hufanyi, basi hii nayo pia ni kihatarishi cha wewe kuweza kukumbwa na shinikizo la juu la damu au pressure ya kupanda. Mwisho ni habari za lishe mbovu. Unakula vyakula ambavyo vimesheheni mafuta, hizo nyama, vyakula vingine mtu na mafuta yapo ya kutosha mle ndani, basi hiyo inaweza kupelekea wewe inakuweka hatarini wewe kuweza kupata issue ya pressure ya kupanda. Hivi ni vihatarishi na sio visababishi. Lakini unapokuja kwenye visababishi, tunavyo hivi vitatu ambavyo nimesema, kwa mishipa ya damu, habari za inflammation, lakini pia na habari za ulaji wa chumvi kupindukia. Hivi ndio visababishi vikuu vitatu. Ni matumaini yangu kwamba unaweza kuwa umejifunza kitu. Kwa wewe ambaye anaweza ni mgonjwa ama sio mgonjwa, nadhani nitakuwa umeondoka na kitu. Nipende tu kushukuru kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.